ndugu yetu Mzee Mapombe, Mheshimiwa mwakilishi wa mkoa, kuu za wilaya, Mheshimiwa madiwani, wananchi pamoja na watendaji wote. Naomba kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa fursa hii adhimu ambayo ametupatia leo hii. Tumekutana katika kikao hiki muhimu cha baraza la madiwani. Kikao muhimu cha kujadili budget ambayo kimsingi itatoa dira na mustakabali wa manispaa yetu kwa muda wa mwaka ujao. Basi bila kupoteza muda, naomba niseme tu nimefungua kikao na kukaribisha katibu sasa muendelee kujadili mpango na bajeti kwa mwaka 2026-2027. Mheshimiwa Mstahiki Meya, na kwa kujali muda na kwa ili tuende na wakati, naomba nimkaribishe afisa mipango kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpango huu na makisio haya yamezingatia miongozo mbalimbali ya serikali kama ambavyo imeonyeshwa ule ukurasa wa kwanza. Mojawapo ni sheria ya bajeti namba 11 ya mwaka 2015 na kanuni zake za mwaka 2015, lakini pia tumezingatia ilani ya Chama cha Mapinduzi ya CCM ya mwaka 2025 mpaka 2030. Miongozo mingine Mheshimiwa Mwenyekiti imeonyeshwa pale kuanzia ukurasa wa kwanza Romani ya kwanza mpaka ile ya 14 ya Kirumi. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa hii imegawanyika katika sehemu kuu tatu kama ifuatavyo. Sehemu ya kwanza ni mapitio ya utekelezaji wa bajeti kwa mwaka uliokamilika wa mwaka 2024-2025 kwa kipindi cha Julai 24 hadi Juni 2025. Sehemu ya pili ni mapitio ya nusu mwaka, yaani bajeti ya mwaka huu tunaendelea nao kwa kipindi cha Julai 2025 hadi tarehe 31 Disemba 2025. Na sehemu ya tatu ni mapendekezo ya mpango wa bajeti ya halmashauri ya manispaa kwa mwaka 2026-2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukurasa ule wa tatu inaonyesha mapitio ya utekelezaji wa mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2024-2025, kwa ambapo kwa mwaka ule 2024-2025 tuliweza kuidhinishwa bilioni 38.5 na hadi kufikia mwezi Juni tuliweza kutekeleza bajeti au kupokea kiasi cha shilingi bilioni 34,464,733,220 sawa na 91%. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuliweza kukusanya kwa kuonyesha kama ilivyo ile jedwali namba 1 pale kwenye ukurasa wa tatu, na mapato yetu ya ndani tulikusanya kwa 103%, miradi ya maendeleo tulipokea 116%, na miradi mingine imeonyeshwa pale pamoja na mishahara pia. Ukurasa ule wa 4 ni muhtasari wa mpango wa makisio yote kwa mwaka 2024-2025 ambapo inaenda mpaka ule ukurasa wa 5. Ukurasa wa 5 pale chini ni jedwali la muhtasari wa mapato ya ruzuku uendeshaji wa ofisi, tumeonyesha pale kwa idara na vitengo vyote mpaka ule ukurasa wa 6 ambapo tuliweza kupokea jumla ya shilingi milioni 237. Lakini jedwali namba 4 ukurasa ule wa 6 kuna muhtasari wa fedha za ruzuku, tumezionyesha pale kwa kila idara na kitengo. Ukurasa ule wa 7 jedwali namba 5, Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna muhtasari wa makisio ya mapato ya miradi ya maendeleo kwa mwaka 2024-2025 tumeonyesha pale Mheshimiwa Mwenyekiti, na mwishoni tukaweza kuweka ile jumla ya shilingi tulizokuwa tumezipokea bilioni 34.4. Mheshimiwa Mwenyekiti, haya yameenda mpaka ule ukurasa wa 8 jedwali namba 8 jedwali namba 7 na mpaka mwisho ni muhtasari sasa wa miradi yote tuliyotekeleza kwa programu.
Ukurasa wa 11 ni mafanikio ya utekelezaji wa mpango wa bajeti kwa mwaka 2024-2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeonyesha pale mpaka ule ukurasa wa 14 tumeonyesha ni makisio, tumeweka kwa muhtasari kwa shughuli zote tulizozifanya kwa idara mbalimbali. Ukurasa wa 15, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni mapitio ya bajeti ya nusu mwaka, yaani kwa mwaka huu tunaendelea nao kwa kipindi cha Julai 25 hadi tarehe 31 Disemba 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 2025/26 tuliidhinishiwa bajeti yenye jumla shilingi bilioni 42,285,083,200 na hadi kufikia Disemba tulikuwa tumesha kusanya na kupokea jumla shilingi bilioni 19.3 sawa na 46%, ambapo imeonyeshwa pale kwenye jedwali namba 9, na tumeweza kukusanya kwa vyanzo mbalimbali mapato ya ndani ya 38% na vyanzo vingine tumeonyesha pale. Na ukurasa ule wa 16 na kuendelea ni muhtasari sasa wa vyanzo vyetu. Umeonyeshwa mwaka kamili uliokamilika 24-25 na mapitio ya nusu mwaka mpaka ule ukurasa wa 18. Ukurasa wa 19, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni muhtasari wa matumizi yote. Tumeonyesha pale ukurasa wa 19 mpaka ule ukurasa wa 20. Ukurasa wa 21 tumeonyesha ni nini ambacho tumekuwa tunaendelea kutekeleza kwa mwaka huu. Shughuli zote tunazoendelea nazo tumezionyesha pale ukurasa wa 21 kuanzia namba 1 ya Kirumi mpaka namba 18 ya Kirumi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukurasa wa 22 ni mapitio ya mapendekezo ya mpango wa bajeti wa halmashauri kwa mwaka fedha 2026/2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 2026/2027 tumekisia kukusanya na kutumia jumla shilingi bilioni 42,285,083,200. Makisio haya ni sawasawa na bajeti ya mwaka huu unaoendelea, kwa kuwa tulielekezwa na Wizara ya Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tuendelee kutumia ukomo wa bajeti ambao ni wa mwaka huu mpaka tutakapopewa ukomo mwingine. Kwa hiyo makisio yetu ni yale yale 42,285,083,200. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukurasa ule wa 25 ni vipaumbele ambavyo tutavizingatia 2027. Tumeonyesha pale vipaumbele mbalimbali kuanzia namba 1 mpaka namba 9, na kimojawapo tumesema tutaimarisha ukusanyaji wetu wa mapato ya ndani na kuimarisha zile timu zinazozunguka kukusanya mapato, na mengine tumeonyesha management, kwa sababu bajeti tuliyokuwa tumeipanga mpaka tumevuka. Kwa maana yake kwamba inanionyesha kwamba halmashauri tunaonyesha nidhamu ya matumizi ya fedha yetu. Kwa hiyo niendelee kuomba kwamba kwenye bajeti hii ambayo tunakwenda kuipitisha tena kwa siku ya leo, nina hakika Mheshimiwa Mstahiki Meya kwamba kama halmashauri yetu itasimama kila moja kwa nafasi yake pale alipo, tutakwenda kufanya yale ambayo wananchi wetu wanahitaji huko nyuma. Kwa hiyo niendelee tu kuchukua nafasi hii kuipongeza management kwa ajili ya hilo, kwa sababu kama tumevuka kiwango mpaka tukafikisha 103, inawezekana safari tukaenda mbali zaidi. Kwa hiyo niwapongeze sana management. Tulivyokisia tulikwenda vizuri tukafika 103%. Kwa hiyo management na baraza tuendelee kupongezana, hasa wataalamu kwa kusimamia na kushughulikia bajeti hiyo ikakamilika na ikafika kiwango cha zaidi ya pointi 3. Kwa hiyo niombe pia tuendelee. Sasa tunaweka makisio 25-26 na tuko 38%. Mheshimiwa Mstahiki Meya, maana yake tumefika nusu, halafu sisi kwenye ukusanyaji hatujafika nusu. Hiyo inatualati, lakini alati yake nyingine inakuja tulivyopewa
tumepewa turudi kwenye bilioni 42 ambayo tunayo kwa mwaka huu. Kwenye 25, 26 tuna 42. Lakini tukaambiwa turudi 26, 27 42. Kwa hiyo niombe tu management, yani hizo zituonyeshe kwamba kuna mahala hatuko vizuri. Kwa hiyo tuendelee kukazana kwenye nusu hii ambayo imebakia mpaka mwezi wa 6 tarehe 30, tuone tunaweza kufikia zile asilimia ambazo tulikuwa nazo 24, 25. Kwa hiyo tusipofanya juhudi za makusudi tutashindwa kufika. Kwa hiyo ndio sababu ambayo inawezekana wametuona wakasema tuwarudishe kwenye 42, hatuwezi kuwapeleka mbele kwa sababu hali inasuasua. Lakini Mheshimiwa Mstahiki Meya, mimi niombe management kwenye namna ya vyanzo tuendelee kuongeza kwenye baadhi ya maeneo ambayo yanaweza kutusaidia kwenye 26, 27. Kwa mfano pale tauni shule ya msingi hatukuwa na sababu ya kutengeneza ukuta. Ule ukuta tuingie mkataba na watu, tujenge vyumba, lile eneo ni zuri kwa biashara. Tukikusanya kwa 50,000 kwa chumba, na hiyo wala haitatugharimu kuingiza kwenye budget. Tuweke tu mikataba na watu, mainjinia wachore ramani, watengeneze, halafu tuingie mikataba na watu kwa muda fulani, halafu tutakuwa tunapata asilimia, kwamba tuliyeingia naye mkataba apate hata 70, sisi tupate 30. Kwa hiyo tutakuwa tumeipata. Lakini kuna eneo lingine nimekuwa nikilizungumza pale, tulikuwa na machinjio pale, tuingie pia mkataba ili pia vyumba pale vijengwe ili kuongeza wigo wa mapato, na tukipeleka pale bajaji na hizo aisi zinazotoka huko vijijini, Mishepo huko Choma huko Igunga. Kwa hiyo zikija pale patakuwa pamechangamka huo mkaa, tunategemea tujenge chinjio la kuku pale. Kwa hiyo pataonekana biashara lazima iwepo. Kwa hiyo tuingie pia mikataba kwenye hayo maeneo. Lakini bado pia tunaweza kutumia lile eneo ambalo liko pembeni tu ya tauni shule ya msingi. Tuliweka mola mzuri sana pale, hamna matope. Zile gari zinazopaki pembeni ya nguzo 8 zipaki huko. Tutaingiza hizo 200. Halafu vijana nao watapata kazi za kubeba mizigo kutoka sokoni kupeleka pale. Kwa hiyo tukitengeneza namna hiyo mji wetu. Lakini kuna eneo lingine ambalo mimi Mstahiki Meya huwa nikipita linanishangaza kidogo, lakini ni eneo sio la kwetu, la wenzetu. Tuwashauri sisi, kwa sababu mji unatakiwa upendeze. Pale Shuwasa kuna wale wanaotengeneza majiko, kuna vibanda pale vya mabati. Vijengwe basi vibanda vizuri. Kama wale hatuwezi kuwapeleka kwenye eneo lingine, watengeneze vibanda. Yani hivyo, hayo mabati ni uchafu. Hatuwezi kuwa na mji wa namna hiyo, kwa sababu kwanza iko kibarabara. Tunataka tuombe TARURA waweke lami kutoka hapo nguzo 8 mpaka lami ile nyingine. Sasa tunakuwa na vibanda vya mabati vimefungwa na waya mjini katikati. Halafu na wenye mji kama halmashauri ipo, tunao maafisa afya na kila kitu. Sasa lazima tufanye maamuzi pale kwamba wale tuwaambie wajenge vibanda vyenye hadhi ya mji, na sisi tukiweka vibanda vyetu pale, nafikiri tutakuwa kwenye hali nzuri. Nafikiri na pale town kuna mfano pale kwenye kona hii kuna vibanda na mtu yupo. Kulikuwa hamna sababu ya kujenga sasa liukuta. Yani pale kama tunapoteza fedha, alafu tunaacha fedha. Tunaweka fedha alafu nazikimbia fedha. Kwa hiyo niombe sana wataalamu tulitumie lile eneo. Nafikiri ni kwa muda mfupi tu tutaona matokeo yake. Kwa sababu tuna vitu vingi vya kufanya, tusianze kutafuta bajeti ya kutenga, tutumie tu wadau wetu ili waweze kujenga. Kama Chama cha Mapinduzi kimeingia mikataba na watu na vimejengwa vibanda vizuri, na sisi kama halmashauri tutumie hilo jambo. Mfano ule tunaweza tukachukua uzoefu wenzetu wamefanyaje, tukafanya namna hiyo, alafu mambo yetu
yakaendelea na vyanzo vikaendelea kuongezeka. Mheshimiwa Mstahiki Meya, mimi ya kwangu tu yalikuwa ni hayo machache, lakini nisisitize kwamba makadirio na mapendekezo yaliyopendekezwa, tujitahidi wataalamu kufata bajeti zetu. Mimi kama nimepangiwa darasa, manake nikifanya mkutano nitasema kuna darasa litajenga. Sasa mabadiliko yanayojitokezaga katikati yanatuumiza sisi mpaka na wananchi wetu. Kwa hiyo tujitahidi sana kufuata mipango tuliyojiwekea ili tuweze kufikia malengo, yaani turudishe tabasamu kwa wananchi wetu. Wananchi wamechagua Chama cha Mapinduzi, hakina namna nyingine zaidi ya kutekeleza mipango tunayojipangia, ndiyo namna ambavyo tutarudisha tabasamu kwao wananchi. Kwa hiyo mimi niombe sana, lakini jambo lingine la kupongeza kabisa Mstahiki Meya, kwamba sasa baada ya mashauriano tumeweza kupata bajeti ya kuanzia kupata mtambo wa kufungua barabara zetu. Kwa hiyo niwapongeze wataalamu kuungana katika jambo hilo, kwamba crisis ya barabara kwenye mji huu ni kubwa. Watu wamejenga, mji unapanuka, lakini hawana barabara za kuwatoa makwao kuja mjini kwenye shughuli zao. Kwa hiyo turudishe tabasamu kwa kuhakikishia miundombinu ya barabara kwamba hamia tu Butengwa, jenga hamia Butengwa. Halmashauri ipo, itakutengenezea njia, wala usiwe na wasiwasi kuja kwenye, yaani hamna sababu ya kutafuta nyumba tu sasa kupanga kwenye kata ya mjini, lazima uweko kata ya mjini. Kwa hiyo watu wakapange hata kwingine, kwa sababu tutaenda kuondoa, tutaenda kufungua, tutaenda kutengeneza miundombinu. Kwa hiyo hiyo ni dhamira ya dhati, na niwapongeze wataalamu na waheshimiwa madiwani kwa kuamua jambo hilo. Najua limeahirisha vitu vingine vingi, lakini ni jambo la maslahi ya wananchi wa Shinyanga waliokiamini Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ni jambo la kujipongeza. Mheshimiwa Mstahiki Meya, naomba niishie hapo, lakini mzingatie yote ambayo yameshauriwa na Mheshimiwa Reuben Kitinya. Na kiufupi tu ni kwamba kiukweli, Mheshimiwa Kitinya, kuna andiko ambalo limeletwa kuhusiana na shule hiyo ya town, na bado tunaendelea kulichakata, na baadaye hapo tutashirikisha wataalamu wetu. Ninaamini hilo wazo lako ni la msingi sana na litaleta tija kubwa sana kama sehemu ya mapato ya manispaa yetu. Kwa hivyo nikutoe wasiwasi kwamba hilo lipo katika mchakato na ninaamini kwamba tutafanikiwa. Mheshimiwa Sabo. Wakati naenda kuchangia agenda ya bajeti, nimecheki katika ukurasa wa 21 ambapo tunasema halmashauri imetenga mikopo. Naona kuna typing error, imeandikwa mikopi. Wataalamu noti hiyo mrekebishe, kwa sababu ni mambo yanayoenda kupitiwa na watu wengine. Mheshimiwa Mstahiki Meya, naomba niwashukuru sana wataalamu walioandaa hii bajeti. Wameiandaa vizuri na kitaalamu kabisa. Ninachoomba Mungu asaidie bajeti hii irudi, kwa sababu hii bajeti inaenda kujibu mahitaji ya wananchi wa Shinyanga. Ukisoma vizuri mstahiki, inazungumzia kwenye moja ya Kirumi, nazungumzia mikopo ya kina mama, vijana na wenye ulemavu, ambalo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anawapigania watu hawa kwa ajili ya huduma, kujiwezesha kimitaji kwa ajili ya kuendesha. Niwaombe wataalamu, halmashauri itenge hizi hesabu kama jinsi tulivyoomba, na hii iende kwa wananchi moja kwa moja, kwa sababu inaenda kuwainua kiuchumi. Lakini nikiangalia ukurasa wa 5 ya Kirumi tasafu, niombe Mheshimiwa Mstahiki Meya, tuendelee kuwahudumia hawa watu. Kuna wakati fulani tulipata taharuki kwamba wengine wamequalify wanaondolewa. Wale watu walilia kwa sababu walizoea maisha fulani ambavyo yanawasaidia kuendesha maisha yao. Niombe tu mambo haya tukayasimamia vizuri, yaweze kuwasaidia wananchi. Lakini ukiangalia kuna ujenzi wa matundu ya vyoo, ni kilio katika shule zetu, na hii bajeti
ikirudi hivi, wataalamu mharakishe kupeleka hizi fedha katika maeneo ambayo yamepangwa ili iweze kusaidia wananchi wetu, watoto wetu wasome kwenye mazingira mazuri na uwezeshi zaidi. Nikiangalia bajeti sina mahala popote pa kudoubt kwa sababu imeenea uhalisia wa mji wetu. Lakini niwaombe wataalamu tuendeleeni na ule ubunifu wa kama mlivyokuwa mmeanza. Tulipata credit sana, wananchi walishukuru na wakaona ni jambo jema mnalolifanya. Na mwananchi anapofika hatua mstahiki meya anaona kwamba yale maendeleo yanaonekana mbele ya uso wao, sio wagumu kutoa kodi. Wanatulipa kodi kwa ufasaha kwa sababu wanayaona maendeleo. Niombe tuendelee kushirikiana kufanya mambo ambayo tumeyakusudia vizuri yarejee kwa wananchi, ndipo wananchi wataona thamani ya baraza hili, wataona thamani ya kuwepo kwa wataalamu. Naomba kuwasilisha mchango wangu. Asante sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli tulifanya kazi nzuri, tuna kila sababu ya kujipongeza, lakini tutakuwa pia hatuna shukurani kama hatutamshukuru Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa manispaa yetu. Yani kazi nzuri ilifanyika, tumepokea pesa nyingi sana kutoka kwa mama. Tuna kila sababu ya kumshukuru mama. Tumefanya mambo mengi ya maendeleo kwa manufaa ya wananchi wetu. Tulikuwa hatuna shule nzuri, zahanati, mabarabara, maji, madaraja. Kwa kweli ni kazi nzuri ambayo imefanyika kwenye manispaa yetu. Lakini pia hatutamtendea haki mheshimiwa mbunge wetu, Mheshimiwa Katambi. Tumefanya naye kazi kwa kipindi kilichopita. Kwa kweli tumechagua mbunge mahiri, mbunge mzuri, mwakilishi wetu makini. Amekuwa makini sana kulisimamia jimbo lake na kuleta maendeleo. Mheshimiwa Katambi amefanya mambo mengi tu, mengine alikuwa anakwenda anampigia magoti mama, hayamo kwenye bajeti yetu, lakini tuliyapata kupitia yeye. Tuna kila sababu waheshimiwa madiwani kumshukuru mbunge wetu, tumefanya naye kazi vizuri. Lakini pia hatuna budi kuwashukuru waheshimiwa madiwani wote tuliokuwepo, hata wale ambao hawakuwepo, na mlikuwepo kwenye maeneo haya ambayo yalikuwa yakifanyika na waheshimiwa madiwani. Tulikuwa wote pamoja tunafanya. Lakini pia kwa namna ya pekee nimshukuru na kumpongeza mkurugenzi pamoja na timu yake ya waandamizi wake wote. Wataalamu wetu tulishirikiana vizuri, tumefanya vizuri, walikuwa wasikivu. Waheshimiwa madiwani tulikuwa tukiagiza, tunaelekeza, na walikuwa watiifu, wanasikiliza, wanafata ushauri wetu, na hatimaye ndio mafanikio hayo makubwa ambayo tuliyapata. Kwamba uendelezaji ukarabati wa majengo ya hospitali ya manispaa ifikapo Juni 27. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda sana kuongelea hospitali ya rufaa na yenyewe iko ndani ya manispaa. Hospitali ile nilikuwa naomba au nashauri sehemu ya kupumzikia wanaokuja kusalimu wapendwa wao. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi napenda sana kuangalia mambo yanavyokwenda. Ile eneo la hospitali ya rufaa, daktari anatoka ndani ya hospitali kuja nje kwenye vibanda kutafuta mtu ambaye ana mgonjwa wake mle ndani. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikaona hiyo sio hali nzuri, kutoka daktari ndani ya hospitali kuja kwenye mabanda nje kabisa huku na kuuliza mwenye mgonjwa fulani yuko wapi. Nilikuwa naomba kama kuna utaratibu wowote, Mheshimiwa Mwenyekiti, basi pajengwe eneo la mapumziko, watu ambao wanakuja kusalimu kama hospitali zilivyo kubwa zile zingine kama Bugando. Kuna eneo ambapo wanakuja watu wanapumzika, wanasubiria kwenda kuona wagonjwa wao. Hilo la kwanza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna swala hapa la ulipaji wa madeni ya wazabuni, ukurasa huo
ulipaji wa madeni ya wazabuni na wakandarasi mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba taarifa kama hizi basi hao wazabuni wao wanaorodheshwa majina yao na madeni yao yao yanajulikana, kwa sababu hapa imeandikwa kwa ujumla sawa, lakini tunatakiwa tuwatambue. Walete majina ya madeni ya wadeni hao wanaodai, kwa sababu ukishaandika tu kwa kifupi namna hii ulipaji wa madeni ya wazabuni na wakandarasi manespa hatuwajui. Nilikuwa naomba hilo lifuatiliwe, wataalamu wapo, basi wanapoleta taarifa hii kama sehemu zingine huku nyuma naona wanaorodhesha vizuri kabisa kwamba shule fulani itajengwa madarasa mawili, basi na upande huu wa kandarasi basi majina yanakuja. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nashukuru kwenye kata yangu kuna madarasa ambayo yameorodheshwa hapa, lakini mimi nafikiri karibu kata zote zina uhitaji baadhi ya madarasa yaongezeke. Kwenye kata ya Kitangiri walishajaza madarasa. Sasa kata zetu zingine hazina madarasa ya kutosha. Nilikuwa naomba hao wanafunzi wanaishi kwa mashaka sana. Sasa kama Kitangiri imeshajaza, naomba madarasa ambayo yamejaa Kitangiri mengine yahamie kwangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi yangu ni hayo. Kata ya Mwawaza inahitaji madarasa ya kutosha. Asante sana. Kisha kwamba tunapata eneo la kupumzikia wagonjwa, hilo linawezekana, wala halina shida hilo. Nitamconsult tu mkurugenzi pamoja na management ya Mwawaza ili tuone tunalifanyaje hilo. Na uzuri ni kwamba kule sasa inakwenda lami, kwa hivyo ni lazima mandhari ya mji wetu yaweze kuboreshwa kama ambavyo tumeweza kuboresha maeneo mengine. Tutatafuta kuweka stendi pale ndogo kwa ajili ya mabasi au bajaji ambazo zinatoka pale hospitalini pamoja na wakazi wengine wa maeneo hayo. Kama tulivyokuwa tumeeleza awali kwamba tuna mpango wa kuboresha chinjio ile la zamani, tulifanya kuwa chinjio la kuku, lakini pia tuweke stendi ndogo ya mabasi, bajaji na pikipiki ambazo zitakuwa zinaelekea uelekeo huo Mwawaza. Kwa hivyo hayo yote tumeyazingatia na naamini kwamba tukikaa na management team tunaweza kulitatua hiyo kero mara moja na tukairekebisha. Na kuhusiana hili swala la madarasa kuhusiana na hili swala la madarasa pia, basi nadhani tutawasiliana na mkurugenzi ili afanye upendeleo maalum. Upendeleo maalum kwenye kata yako. Sawa Mheshimiwa? Tutaona namna ya kufanya kwenye mapato yetu ya ndani ambayo ninaamini kwa mikakati ambayo tunaipanga kwa sasa tunaenda kuongeza fedha nyingi za kutosha. Hicho kilio chako cha madarasa na mambo mengineyo ninaamini yataenda kutatuliwa. Na kuhusu swala zima la madeni, hilo pia tutakaa na wataalamu wetu, tutaona ni namna gani ya kufanya katika kuboresha, lakini so far kwenye bajeti hii umeona imetengwa karibu milioni 300. Imetengwa milioni 300 kwa ajili ya kuwalipa wazabuni wetu. Lakini mimi ninaamini kwamba bado hii fedha haitoshi, lakini kutokana na hali ya makusanyo yetu jinsi ilivyo, ndio maana tumeweka bajeti ya namna hii. Lakini with the time ninaamini kwamba tukikusanya vizuri haituzuii sisi kutenga fedha kila mwezi ya kuwalipa wazabuni wetu. Kwa hiyo hilo toa shaka, una kiongozi makini na ninaamini nina management team makini na nyinyi waheshimiwa madiwani ambao ni makini. Tunaamini kwamba haya matatizo yetu ya madeni kwa suppliers wetu na contractors tunakwenda kuyamaliza. Sasa Mheshimiwa Magige, nimesimama, nipo ukurasa wa 39.
kuhusu mikopo ya 10%. Mwenyekiti, naomba tumetenga fedha sasa, wabadilike, sio wanaangalia tu kata moja wa vikundi 12, sio wa vikundi 8. Kuna kata nyingi jamani. Hivi miaka yote hii Odishinyaga ni kikundi kimoja tu mstahiki? Waliomba wengi, lakini Odishinyaga walishapata mkopo kikundi kimoja tu. Hivi ni kweli hawakizi vigezo? Niwaombe sana kwenye hii sasa, mpango huu tulionao tuhakikishe tunaweka sawa. Nasi tuna wananchi kule wanamtegemea Mama Samia, walimpigia kula. Tusiangalie sehemu za huku katikati tu, na sie pembeni tukumbuke. Kuna mambo ya ujenzi wa madarasa, nimeshaimba sana, nimeangalia sijaona. Na kitongoji changu cha Mwamapalalu kule, toka 2017 tulinunua eneo, wananchi tukachangishana, tukajenga kajengo tu watoto wasomee pale. Nikaomba nitawekwa kwenye budget wapate hata darasa, lakini simo. Tuendelee kukusanya mapato. Najua mstahiki meya huko makini, unikumbuke mbele huko, kule kinahitajika shule. Wale watoto wanatoka kilomita 9 kuja kwenye shule za msingi za huku. Ni mbali sana. Niwaombe sana nisaidie kwa hilo. Kingine mwenyekiti, Mheshimiwa Meya, nipongeze serikali. Katika shule ya mfano ninayo pale Odishinyaga sekondari, nitakuwa ni mchoyo wa fadhila kutokushukuru. Na shule ya kisasa jamani ni nzuri. Niwaombe sana, mwenye uwezo wa kuleta mtoto wake apeleke tu, shule ni nzuri. Na walimu najua hao wapya tuliopata najua watakwenda pale. Mengi mwenyekiti, wakati ni huu, wanaohusika na huu mfuko wa ajira sasa kuachilia ili tuweze kufanya kazi. Maana sasa kule kwenye makata Mheshimiwa mbunge alipita akaahidi, kuna sehemu aliahidi mabati, mfano kama kata ya Mwamalili kuna boma la ofisi ya kata tumeshamaliza kabisa kulijenga na tayari kwa upauaji. Basi niombe wanaohusika na huu mfuko wa jimbo waweze sasa kuachilia tuweze kufanya kazi. Lakini pia niombe pale Mwamalili ofisi ya mtendaji wa kata leo kwenye lile pango ni kama miaka 3 sasa, na hizi taarifa ziko kwa mkurugenzi na ofisi zingine kwamba huyu mwenye pango aweze sasa kulipwa haki yake. Na yeye alipwe, maanake sisi serikali tunanufaika kupanga mipango yetu mule na inaendelea. Basi kupitia nafasi hii niombe hilo mstahiki meya uweze pengine kunipa hata support, huyu bwana mwenye pango aweze kulipwa haki yake. Juzi kwa kikao chako cha leo, mimi niseme tu ili swala hili, kwa sababu ni swala ambalo linahitaji fedha, ni kuombe Mheshimiwa mstahiki meya, tutajadili kwenye vikao vyetu vya kawaida vile vya tarehe 26. Tuna kikao cha fedha tarehe 26, naomba kule sasa ndo nikajibu, kwa sababu linahitaji takwimu, lakini kimsingi ni fedha zao ambazo wanatakiwa walipwe. Kwenye kikao hicho tuje na takwimu kabisa ambayo ni kiasi gani wanadai, lakini na mkakati wenyewe wa kulipa ukoje. Asante.